tukiweza kumpita N'Golo Kante, tumeshinda mchezo. Mei 29 katika dimba la Estadio da Dragao kaskazini mwa Ureno, takriban kilomita 3000 kutokea mji mkuu wa Lisbon. Timu mbili kutokea England zilikuwa hapa katika uwanja wa FC Porto kupambania taji la ligi ya mabingwa barani Ulaya. Manchester City walikuwa wakitafuta taji lao la kwanza, huku Chelsea chini ya Mjerumani Thomas Tuchel wakitaka tena kuandika historia baada ya maajabu ya Drogba pale Munich. Hakukuwa na wasiwasi kuwa City chini ya Pep walikuwa na ubora wa kupindukia, vijana wadogo wenye njaa, timu ya kutisha kwenye ubora wao, Foden na Mahrez, Ike Gundogan na Bernardo Silva. Dunia nzima iliamini Pep anakwenda kuipa City ubingwa wa Ulaya kwa mara ya kwanza, lakini walisahau kuwa hii ni Chelsea. Kwenye nyakati ngumu za fainali, hata iwe mbovu kiasi gani haikupi mechi rahisi. Wanaume wakiongozwa na Thiago Silva kwenye safu ya ulinzi na N'Golo Kante shimoni, mbele yupo Kai na Timo Werner, jukwani yupo tajiri Roman Abramovich. Waliitikisa dunia. N'Golo Kante na jezi yake nambari 7 mgongoni alikuwa kila kitu, alitawala uwanja, ni kama walikuwa kopi. Alionekana kila pahala, alimficha De Bruyne na Silva, alikivuruga sana kiungo cha City. Kwa kifupi, alicheza world class performance. City hawakujua wafanye nini juu ya Kante. Dakika ya 53, admin wa Manchester City aliposti kwenye Twitter maneno magumu ya kumtukuza Kante. Aliandika hivi: hakuja kuwa na mabadiliko baada ya mapumziko na nafasi chache sana hadi sasa katika kipindi hiki. N'Golo Kante amekuwa kila pahala uwanjani muda wote wa mchezo. Tukifanikiwa kumpita, tunaweza kuwa na nafasi ya kufanya kitu. Yaani walichoandika Manchester City ni kama Yanga wamsifie Kagoma au Simba wamsifie Damaro. Alifanya kila kitu kwa usahihi, alikaba, alikimbia, ni kama alifungwa mapafu ya mbwa. Chelsea ilishinda ubingwa mbele ya City na Kante aliibuka mchezaji bora wa fainali akipata takwimu ya 9-10. Mashabiki wa Chelsea wakilisikia jina la Kante wanaikumbuka fainali na kiwango kikubwa cha Kante usiku ule. Mimi ni Steve Champion.